Profesa Shukrani Elisha Manya, atafuatiwa na Mheshimiwa Neema Kichiki Lugangira na Mheshimiwa Munde Tambwe ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa nafasi ya kuchangia hoja ya Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum asubuhi ya leo. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa ni mpongeze waziri na naibu waziri wake pamoja na watendaji wakuu wa wizara ambao kwa kweli tangu wizara hii imeundwa wamefanya kazi kubwa sana, hasa ya kuweka awareness katika mambo ya unyanyasaji wa kijinsia. Tunawapongeza sana na muendelee kwa kazi hiyo njema. Na kwa sababu bajeti yao pia tu ni bilioni 76, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba tu tuwape hiyo bajeti, na kwa hiyo naunga hoja mkono ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa mwaka ujao wa fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, asubuhi ya leo nitajikita katika maeneo mawili tu ambayo yote ni ya kujenga ustawi wa jamii yetu ya Kitanzania. Na katika kusema hivyo ninaelekea katika msingi muhimu sana wa ustawi wa jamii yetu ambao ni ujenzi wa familia iliyo bora. Na mimi ninaamini kwamba familia ikijengwa vizuri ndiyo msingi wa jamii ambao ina maendeleo, lakini pia ndiyo msingi wa ustawi wa taifa zima. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, maarifa ambayo yanajenga msingi huu wa familia bora hayawezi kupatikana mashuleni tu, wala hayawezi kupatikana katika taasisi za dini tu. Maarifa haya kimsingi yanapaswa kurithishwa kutoka kizazi hadi kizazi ndani ya familia yenyewe. Kwa maana ya kwamba watoto kadiri wanavyokuwa wanapaswa kupata haya maarifa kutoka kwa wazazi wao, na kwa jinsi hiyo tutajenga jamii ambayo ina ustawi unaokusudiwa. Na kwa kusema hivyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kurejea kwamba sisi ambao tumebahatika kuwa wazazi tuna sababu ya kuchukua muda wa kutosha au kutafuta huo muda wa kutosha, kwa maana ya kwamba ni jukumu ambalo hatuwezi kulikwepa kwa kisingizio cha kazi nyingi, cha ufanisi wa mambo mengine yote isipokuwa kufundisha watoto wetu. Na tunapowafundisha watoto wetu katika familia, tunajenga msingi wa kwamba familia inamhitaji baba, familia inamhitaji mama, familia inawahitaji watoto, na kwamba hao wote ndicho kiungo ambacho kinaweza kikajenga familia iliyo bora na familia yenye ustawi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika jambo ambalo mimi binafsi ukinichukua Shukrani Manya linalonikera ni pale ambapo watoto wa kiume au wa baba tunatelekeza watoto wetu. Yani ulipata mtoto kwa namna yoyote ile, alafu unamtelekeza. Majukumu yote ya matunzo, ya malezi anaachiwa mama. Hili jambo sio jambo ambalo ni jema sana. Na kwa msingi huo, sisi ambao ni wazazi tuwafundishe watoto wetu wanapokuwa wamefikia umri huo ambao wote tunaufahamu, kwamba tendo la ndoa linapofanyika ndio linaloleta watoto duniani. Na kwa hiyo kabla ya kuwaleta watoto duniani, lazima watafakari kwamba kituo kinachofuata baada ya hapo ni malezi pamoja na matunzo yao. Na kwa jinsi hiyo, kama kijana wa kiume au wa kike huoni kwamba unayo nafasi au uwezo wa kufanya matunzo na malezi ya mtoto, basi kwanza usishiriki tendo linalomleta huyo mtoto duniani. Na tuwafundishe watoto wetu kwamba watoto wanapokuja duniani
watahitaji muunganiko wa baba na mama katika kuwalea na kuwatunza hao watoto. Na kwa hiyo mmoja wapo, na hasa baba au huyu kijana wa kiume, asikwepe akakimbia majukumu yake na kumwacha mtoto wa kike akisota peke yake katika matunzo ya mtoto ambaye ameletwa. Na kwa jinsi hiyo, nadhani kwamba sisi kama wazazi tunayo sababu ya kuchukua muda wa kutosha kuiweka hii elimu kwa watoto wetu, ili wajue kabisa kwamba ili tuweze kuwa na jamii ambayo ina ustawi, lazima malezi ya watoto yaanze na wazazi wawili ambao wametamani kuwa na familia. Na ni katika familia hii ambapo tutakataa ukatili wa kijinsia. Ni katika familia hii ambapo tutatoa elimu ya kukataa ushoga. Ni katika familia hizi tutaweza kukilinda kizazi hadi kizazi. Sasa, Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na kupendekeza kwamba elimu hii itolewe ndani ya familia, tuna sababu ya kuviomba vyombo vyetu vya habari viweke vipindi maalum kwa ajili ya elimu ya familia. Yaani utakuta TV news, media outlet nyingi haziweki kipindi hata kimoja katika jambo hili la msingi ambalo ndio linalojenga ustawi wa jamii yetu. Kwa hiyo pendekezo langu, Mheshimiwa Waziri, asubuhi ya leo ni kwamba tuviombe vyombo vyetu vya habari elimu hii ya ustawi bora wa familia viingizwe, viwe na kipindi maalum kwa ajili hii, ili elimu hii iendelee kutolewa kila mahali. Na elimu hii itakapokuwa imekuzwa sana katika familia zetu, iwe ni nyumbani, iwe ni katika taasisi za dini, iwe ni katika media outlets, maana yake ni kwamba itasaidia sana taifa kupunguza watoto wa mtaani. Mheshimiwa Mwenyekiti, hakuna mtaa unaobeba mimba kwamba mtaa unazaa watoto wakawa wa mitaani. Hapana, ni kwa sababu mzazi mmoja amekataa majukumu yake, hatimaye tunapata watoto wa mitaani. Kwa hiyo hakuna mtaa wenye watoto ni wa baba na mama, na elimu hiyo lazima ikuzwe katika familia zetu. Jambo jingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia nchi yetu ya Tanzania ukaitazama katika picha ya ujumla, unagundua kwamba tatizo la udumavu wa watoto walio chini ya miaka 15 eti linapatikana katika mikoa ya Kigoma, Katavi, Njombe, Songwe na Rukwa. Lakini mikoa hii ndiyo yenye utoshelevu wa chakula, yaani ndiyo ambayo inapeleka chakula sehemu zingine kwa wingi, lakini huko ndiko kuna udumavu wa watoto. Kinachopungua hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni elimu ya lishe bora. Na katika hili ni mtaje Mheshimiwa Lugangira ambaye kwa kweli kila mara anaposimama huwa anaongelea juu ya lishe bora. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitoe uzoefu binafsi. Wakati fulani nilikuwa nafundisha watoto kati ya umri wa miaka 9 hadi miaka 15. Siku hiyo nikawatania kidogo, nikawauliza, ninyi chakula chenu mnachokipenda ni nini? Wakanijibu pizza, wakanijibu baga. Alafu baadaye ndio wakaniuliza, kwani wewe mwalimu chakula unachokipenda ni nini? Nikawaambia ugali dagaa. Wale watoto nikamwambia ugali dagaa na matembele ndio my best meal. Watoto wale walicheka wakagalagala. Wakaniambia, mwalimu, matembele, dagaa. Wao wanataja habari ya pizza, wanataja habari ya baga. Mheshimiwa Mwenyekiti, yani ukoloni mambo leo mpaka kwenye chakula. Yani pizza na baga, vyakula vya watu wengine huko, ndio vinataka kuonekana kwamba ndio vyakula bora ndani ya nchi ya Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna sababu kama nchi sasa, tuna utoshelevu wa chakula kupeleka elimu bora ya lishe katika jamii ya Kitanzania, kwa sababu hii habari ya kupenda chakula cha wengine tukaacha vyakula vyetu vya asili sio sawa. Na juzi kuna msanii mmoja alisema yeye ajala ugali sijui miaka 20 na anaona kwamba hiyo ni sawa kabisa na inafaa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika jamii za Kitanzania leo watu wengine wanaamini kwamba kula maharage ni chakula cha wafungwa, na kwamba wewe unakuwa mfungwa, na kwamba ukila mboga za majani ni dalili ya umaskini.
Lakini wengine hata wanaozalisha maparachichi wanaamini kwamba maparachichi na ndizi ni chakula cha biashara, wao hawali. Na kuna wengine ambao wanadhani kwamba ukila chips mayai kila wakati umekuwa na lishe bora kwa sababu chakula kile kina muonjo. Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa Tanzania tunapenda sana unga wa sembe, lakini si wote tunajua kwamba sembe imeondolewa nyuzi fiber, na fiber ni muhimu kwa ajili ya afya zetu. Ninatamani tuwe na mwongozo wa kitaifa juu ya nini tule kama Watanzania, kwa sababu tuna utoshelevu wa chakula lakini bado tunakula ovyo kwa sababu hatuna mwongozo mzuri wa nini tule. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimalizie dakika moja. Hivi naomba nitizi kidogo hapa. Hivi ni jamii ya Watanzania wangapi kina mama ambao wanajua mwanaume anapokuwa katika advanced age mbegu za maboga ni chakula anachokihitaji sana? Wanawake wengi hawajui na wababa wengi hawajui. Na mbegu za maboga ndio zenye madini ya zinki na selenium kwa wingi, ambazo ndo zimeondoka kwa sababu wanaume amekuwa, lakini hatujui. Kwa hiyo mbegu za maboga ukienda kule supermarket hazinunuliwi, maana walaji hawapo, mwanamke hajui, baba hajui. Tuna sababu, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunayo sababu ya msingi sana ya kuimarisha elimu ya lishe bora katika taifa letu, na napendekeza pia kwamba vipindi vya lishe bora virudi katika news outlet kama ilivyokuwa katika Radio Tanzania zamani. Kule ni chakula bora cha kujenga. Tulikuwa tunasikiliza sana hiyo chorus. Sasa hivi imeenda wapi? Hiyo kule ni chakula bora cha kujenga mwili, hiyo chorus iko wapi katika media outlet leo? Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuunga mkono hoja na asante kwa nafasi. Asante sana Mheshimiwa Profesa Elisha Manya.